Ni klipu ambayo nimewaitoa wakati fulani kwamba kubali hasara zote, lakini usikubali hasara ya wewe kutokumuona Mungu kwa maisha yako ukiwa duniani. Yaani ni kitu ambacho nakuwa nakifikiri mara kadhaa na najiulizaga sana kwamba hivi kwa nini nilizaliwa? Kwa sababu unaona maisha ya mwanadamu, mfumo mzima alionao, kwamba kama hataonekana katika ramani, katika njia ya Mungu, kuishi kwake kutakuwa ni hasara sana. Kuishi kwake, yaani mwanadamu yote alimadamu hata muona Mungu kwa maisha yake ya anayeweza kaishi atapokuwa duniani, lakini kubwa kuliko ni maisha yale ya milele, ambayo maisha yale ya milele yatategemea sana na mwanadamu anaishi maisha gani, aliishije alipokuwa duniani ama alipokuwa duniani. Mtu wa Mungu, ni kitu ambacho mimi nakiwazaga sana. Kubali hasara zote. Usikubali hasara za wewe kutokumuona Mungu utakapokuwa duniani na pale ambapo utakapokufa. Usikubali hasara zote. Usikubali kuingia hasara hiyo. Poteza vyote. Usikubali kupoteza nafasi yako ya kutokumuona Mungu utakapokuwa duniani, lakini pia maisha yale ambayo ya milele, ambayo yale yatategemea sana uliishije duniani. Kama ulikuwa na matendo mabaya, uliishi vibaya, basi hata kule unakoenda kutakuwa kubaya. Lakini kama uliishi maisha mema, maisha kumcha Mungu, ulimwelekea Mungu kwenye hali zozote zile, basi na kula ambako utaenda kutakuwa kuzuri. Kitabu cha Ufunuo nadhani mlango si wa 14 mstari wa 13 anasema, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya tabu zao, maana matendo yao yafuatana nao, yatakuwa mbele yao, yatakuwa nyuma yao. Heri wafao. Hakuna maana wako wa kuishi duniani kama hautaishi maisha ambayo ya uweri ya maisha yajayo. Wanadamu, tusijisahau. Vyeo vyetu, nafasi zetu za kisiasa, nafasi zetu mbalimbali, zisitufanye tukajisahau duniani. Duniani tunapita. Kama ni nafasi ambayo tumepewa kuishi, nafasi hii tutumie kwa Mungu, kufanya kila jambo lilo ndani ya uwezo wetu. Kwa kuwa kitabu cha Waebrania 9 mstari wa ngapi nimesahau, ila ni 9, anasema kama vile wanadamu wanavyowekewa kufa mara moja, basi baada ya kifo ni hukumu, ambacho kila mtu atahukumiwa sana matendo yake, atahukumiwa sana maisha yake aliyoishi duniani. Watu wa Mungu, tusijisahau. Duniani tumepewa kuishi kwa muda. Pamoja na maisha haya ambayo tunaishi duniani, lakini kuna maisha ya umilele, ambayo maisha yale yanategemea tulipokuwa duniani, tulikuwa na njia gani, tulikuwa na matendo gani, tabia gani, tuliishije na Mungu, tulifanyeje mapenzi ya Mungu, makusudi ya Mungu. Kijana mwenzangu, kijana binti yoyote, ni vema zaidi ujana wako, binti wako, baba wako, mama wako ungeuelekeza kwa Mungu, ambaye yeye ndio kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu, ambaye yeye ndio kila kitu. Yeye ndio kila kitu. Kama Mungu ndio kila kitu, basi kila nafasi ambayo tunapewa kuishi tunapokuwa duniani tutumie vizuri sana. Juzi Jumatano nilipewa kuhubiri kanisani hapa. Nikafundisha kichwa cha somo ambacho kilikuwa kinasema kwamba Mungu yupo kwenye wajibu fulani. Kwamba nikaendelea kusema kwamba nitafute kwa namna yote kutimiza wajibu
wa kuishi kwangu, kuokolewa kwangu. Hakuna umana wa chochote ambacho unaweza kuwa nacho kama tu haukuonekana kwenye njia za Mungu, kwenye makusudi ya Mungu. Mtu wa Mungu, niseme na maneno mengi. Kubali hasara zote duniani. Fanya kila jambo ambalo unajua ni mapenzi ya Mungu, ni makusudi ya Mungu. Fanya kila kitu. Fanya kila kitu. Hakuna maana chochote ulicho nacho, utakachokuwa nacho, kama hautaonekana katika njia na makusudi ya Mungu aliye hai. Useme sina muda, sema kwa sababu sina kitu fulani, sina mke, sina watoto, sijaoa, sina fedha. Ninazo, sina. Ndugu, kuna watu ambao hawakuwa na vitu kama hivyo, lakini walifanya mapenzi ya Mungu. Kuna watu ambao huenda walikuwa navyo, lakini walifanya mapenzi ya Mungu. Ndugu, duniani tunapita. Sisi tuwasafiri. Kwetu ni mbinguni. Lakini kabla yote tuishi maisha matakatifu, masafi, kwa kuomba, kufanya ibada, kumcha Mungu. Lakini kila nafasi kutenda kila jambo jema lilo ndani ya uwezo wako, na kumwomba Mungu akusaidie, akuongoze kufanya kila jambo jema kwenye maisha. Asanteni sana.